Naam, karibu mpenzi mtazamaji katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Leo Kijiwe Mchongo bwana iko ya kitofauti, ni ya kipekee. Kama unavyoona sisi tuko nje. Niko na mgeni wangu hapa, tutapiga naye story 2-3 kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS. Anaitwa Mr. Charles Ligonja. Mr. Charles, karibu sana. Asante sana. Kwema kabisa? Kabisa. Kwa ambaye anakutazama leo hii kwa mara ya kwanza kabisa, yawezekana anafahamu jina la Mr. Ligonja au Mr. Charles Ligonja. Mr. Charles Ligonja ni nani hasa? Charles Ligonja ni mwandishi wa vitabu vya elimu ya fedha na uwekezaji, lakini pia ameandika kuhusu maandalizi ya kustaafu. Title inasema Kigoda cha mstaafu. Lakini pia nimebahatika kuwa certified na Benki Kuu kutoa elimu ya fedha. Kwa hiyo kwenye jina langu siku hizi utaona kuna CFE, Certified Financial Educator. Kwa hiyo tumekuwa tukizunguka kwenye majukwaa mbalimbali kutoa elimu ya fedha, uwekezaji, maandalizi ya kustaafu ndio key. Yes. Labda tuzungumzie kwa upande wako Mr. Ligonja, maandalizi ya kustaafu. Leo hii sisi tupo katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Mr. Ligonja, kuna mtu anataka kuweza kusikia kutoka kwako maandalizi ya kustaafu, huyu mtu anufaika vipi na uwekezaji na UTT AMIS? Naam. Moja ya kitu ambacho sasa hivi nimekuwa nikikizungumzia sana ni namna gani mtu anaweza kaitumia UTT AMIS kutengeneza pension mbadala. Sawa? Kwa maana kwamba wewe uko kwenye ajira, utapata pension yako kutoka either PSSF au NSSF, lakini sio dhambi kutengeneza pension mbadala. Utaitengenezaje au utaitengeneza wapi? Kupitia UTT AMIS. Kupitia uwekezaji ambao utafanya UTT AMIS utaweza kutengeneza pension mbadala. Kwa maana gani? Leo hii tuseme una miaka 30. Mshahara wako labda 700,000, 800,000. Ukasema bwana, mimi kila mwezi nitajitahidi 100,000 niiwekeze. Kwa hiyo kwa miaka 30 ijayo huyu mwamba atakuwa mbali sana. Kwa hiyo manake unaongelea kwa miaka 30 utakachokuwa unawekeza wewe kila mwezi jumla itakuwa milioni 36. Sawa? Lakini faida utakayotengeneza kupitia UTT utatengeneza milioni zaidi ya 300. Unasema? Zaidi ya 300 milioni. Sawa? Shida iko wapi? Shida ambayo kubwa vijana wengi ambao wanazungumza nao, mtu anasema brother, niwekeze miaka yote 30. Anaona ni miaka mingi sana. Umeona? Lakini ukweli ni kwamba huwa anamuuliza sasa, wakati hayati Mkapa yuko madarakani ulikuwepo duniani hukuwepo? Anasema nilikuwepo. Si ndio? Haya, akaja Dr. Kikwete. Ulikuwepo hukuwepo? Alikuwepo. Akaja hayati Magufuli. Ulikuwepo hukuwepo? Akaingia Dr. Samia. Si ndio? Miaka 10 mama Magufuli amepiga ile 6, 4, sasa hivi tuko tena na awamu nyingine. Si ndio? Miaka mingapi hiyo? Tunaitafuta 40. Upo haupo? Nipo. Kwa hiyo mtu akisema miaka 10 ni mingi, 20 ni mingi, hapana, sio mingi, kwa sababu siku zinakimbia sana. Kwa hiyo kipi bora? Uione miaka 10 mingi halafu mwisho wa siku ikukute, au 30 mingi, mwisho wa siku unakutana na hiyo miaka 30 hukuwekeza, halafu sisi ambao tumewekeza tumekaa pale tunapiga hivi. Umeelewa sijui? Si ndio? Kwa hiyo tukubali kwamba unapotaka kujenga kitu kizuri, kitu kikubwa, lazima ujitoe. Kujitoa ndio hiyo kuwekeza kila mwezi 100,000 kwa miaka 10, kwa miaka 20, kwa miaka 30. Si kitu rahisi sana. Hata mimi ambaye nazungumza sio kitu kirahisi, lakini wengi tunafahamu familia tulizotoka. Kwa hiyo babu zetu, baba zetu hawakuwa na taarifa ambazo leo hii sisi tunazipata kiurahisi kupitia Kijiwe Mchongo. Si ndio? Kwa hiyo tumezungumza hapa, tutafikia watu 100,000, tutafikia watu milioni 1, milioni 10, ambao wao huku nyuma wana watu wengine, ana mdogo wake, ana mke, ana mume, ana mjomba. Atamwambia jamani, kuna UTT. Kumbe unaweza ukajitengenezea pension mbadala kupitia UTT. Atamuuliza how? Si ndio? Ndio tunakuja hapa kwamba wewe bwana unaweza kuanza kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji labda wa UTT kupitia labda skimu ya Ukwasi. Si ndio? Anza na 100,000 yako. Halafu kuwa mwaminifu. Kila mwezi weka 100,000 kwa miaka 10, kwa miaka 20, kwa miaka 30, utaona ambacho unakivuna. Hiyo namba 1. Namba 2, akitaka kujifunza zaidi sasa tutamwambia bwana, kuna kitu kinaitwa sheria ya 72. Ambayo ikoje? Sawa, sheria ya 72 inakuonyesha lini ule uwekezaji wako utadabo. Utakuwa mara 2. Iko hivi, unachukua 72, unagawa kwa 12. UTT sisi kwa mwaka tunakupa faida asilimia 12. Kwa hiyo chukua 72, gawa kwa 12, unapata miaka 6. Kwa hiyo maanake ule uwekezaji wako
unapofika miaka 6 ile hela iliyoko kwenye ina double, inakuwa mara 2. Sawa? Ukienda miaka 12, ukienda miaka 18, ndio maana ulishangaa hapa nilivyokuambia uwekezaji wa $100,000 kila mwezi kwa miaka 30, ulichowekeza wewe ni milioni 36. Utakachovuna ni milioni zaidi ya 300. Kwa nini? Kuna hiyo rule of 72 na kitu kingine tunaita compound interest. Au faida jumuishi. Na huo ndio uzuri wa UTT. Kwamba unapotengeneza faida si uichukui, sisi tunairudishia kwenye mtaji. Kwa hiyo tunapokalculate faida ya mwezi mwingine au mwaka mwingine, ile faida yako ile pia inaingia kwenye mzunguko. Kwa hiyo miaka 6 ngoma imedabo, miaka 12 hivyo 18. Mwisho wa siku unakuta, na unaweza ukawa ndo kwenye familia yenu au ukoo wenu, wewe Mtanzania wa kwanza kupata milioni 300 kupitia nini? UTT AMIS. Yes. Labda kwa vijana kama wa leo, yawezekana kuna baadhi yao wengi huwa hawana elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, si ndivyo? Labda kwa kupitia fursa hii ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, wewe kama ni mtu ambaye unaweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya fedha, ushawahi kujaribu kupita mavioni huku ukajaribu kuangalia labda kuna changamoto yoyote? Elimu hakuna. Changamoto kubwa moja ni elimu, ingawa sasa hivi tumeanza kufika, si ndio? Lakini cha pili ambacho pia ni changamoto kwa vijana ni kutokuwa tayari kusubiri. Yaani mtu anataka abandike sasa hivi, avune sasa hivi. Sawa, kwa hiyo ukimwambia bwana, huu mchongo jipe miaka 5, jipe miaka 10, utaanza kuona matokeo. Anakuambia brother, mbona mbali sana? Si ndio? Sasa unamuuliza mbali kutoka wapi kwenda wapi? Ila ukikaa naye chini ukamwelewesha vizuri kwamba bwana, huku tunakwenda hivi, tunakwenda hivi, mwisho wa siku anasema aha, kumbe inawezekana kuanza mdogo mdogo. Sasa tukirudi kwa hawa wanafunzi, kama mtu ametoka kwenye familia ya kawaida, amebahatika kupata boom kwa miaka 3 mpaka 4 ambaye anakuwepo chuoni, anaweza akaanza kujitengenezea kamtaji kake kadogo kupitia UTT. Sawa? Utaniuliza namna gani? UTT tuna mfuko kwa mfano wa Umoja. Umoja kianzio ni 10,000. Kama ni mwanafunzi wa elimu ya juu, 10,000 haimshindi kabisa. Sawa? Kwa hiyo kila anapopata boom lake anaweza akasema okay, hii $200,000 nitajibana inavyowezekana na iweka UTT. Kwa hiyo kila term anaweka $200,000. Kwa hiyo kila mwaka maana anaweka $400,000. Atakapomaliza ile miaka 3 ana $1,200,000. Na faida aliyotengeneza panaweza ikawa na $1,300,000 au na $400,000. Akirudi kule kijijini kwao Mahenge Ulanga, Morogoro huko, anaweza kuanza biashara za kilimo, aingie asisahau, lakini akaunti yake hiyo, kile kilimo kikianza kutengeneza faida, sasa ndo anaanza pia kukuza nini, uwekezaji wake. Kwa hiyo inakuwa umetengeneza kupitia boom, umetengeneza kamtaji, ule mtaji umepeleka kwenye biashara, biashara imeanza kukupa faida, sasa una reinvest ile faida kwenye nanili akaunti yako kwenye akaunti yako ya UTT, ambayo inawezekana wakati unaondoka labda uliacha $100,000. Sasa kwamba nishatengeneza faida, labda umekaa kwenye game miaka 2 kwenye biashara, unaona unaielewa, unasema okay, hii niiweke huko. Lengo ni nini? Moja ya kundi ambalo limejisahau na kujiona wao sio wastaafu ni wafanyabiashara. Sawa? Wafanyabiashara wanaamini wao wataendelea kuwepo kwenye biashara kila siku, lakini ukweli ni kwamba mfanyabiashara aliyoko Kariakoo leo, miaka 20 ijayo au 30 atakuwa mzee, kwa maana leo labda ana miaka 30 au 40. Kwa hiyo zile nguvu za kukimbizana Kariakoo hana, lakini kupitia UTT angeanza kuwekeza kidogo kidogo, kule biashara inaendelea, sawa, faida inayotengenezwa ana mega kidogo, anaiwekeza UTT. Mwisho wa siku umefika ana miaka 70, anasema sasa napumzika, anaanza kula mzigo alioweka huko mdogo UTT mdogo. Kwa hiyo ataamua sasa kwamba labda alikuwa anawekeza kwenye mfuko wa liquid fund, anasema huu mzigo Grace uhamishie bond fund. Ili mimi kila mwezi niwe napata mzigo. Kwa hiyo Grace atakachofanya atamwambia bwana, huyu mteja wetu alikuwa anawekeza kidogo kidogo kutengeneza pension. Sasa huu mzigo tuutoe liquid, tuupeleke hatifungani na tumweke kwenye system ya kila mwezi. Kwa hiyo yuko zake nyumbani, kama ni Goba, kama ni Nyamagana, Mwanza, wapi, mwisho wa mwezi umefika, mzigo unaingia. Mr. Chazi, hapo umezungumzia kwa baadhi ya wastaafu, si ndivyo? Yes. Kwa sababu mentality kwa wafanyabiashara, wao huwa wana feel hawastaafu, labda ni kwa watu ambao labda wanafanya ni watumishi wa umma, wameajiriwa hivyo. Tuzungumzia kwa hao wastaafu. Leo hii kuna mstaafu ambaye kwa dakika chache tu utazungumzia. Kuna mstaafu leo hii ambaye ameweza kupata labda pension yake, si ndivyo? Akasema mimi naenda kufungua labda biashara, aina ya biashara labda kama kujenga nyumba, kufanyaje, umeelewa?
Kuna elimu gani hapa ya kwenda kujenga nyumba na ile hela kama mstaafu kuiweka UTT alafu kuanza kupata hizi faida za labda kama hivi katika hati fungani za kila mwisho wa mwezi? Sawa. Niseme hivi, mimi mara nyingi wanaokuja darasani kwangu kwenye madarasa ya maandalizi ya kustaafu huwa nauliza maswali. Moja ya swali muhimu sana, je, kwa miaka 25 au 30 uliokuwa kwenye ajira umewahi kuuza hata dagaa? Kwa hiyo mama labda au baba amekuja na miaka 60, anakuambia sijawahi kufanya biashara yoyote. Haya, ukitoka hapo unataka kwenda kufanya nini ukipata mafao yako? Anasema ndio maana nimekuja hapa tuzungumze, lakini mimi niliwaza labda kujenga nyumba ya kupangisha. Sawa. Namuuliza unaijenga wapi? Sawa. Kwa hiyo tuchukulie kesi ya Dar es Salaam. Kama ana kiwanja Tabata, Sinza, Mikocheni, si ndio, Gongo la Mboto, akienda kujenga ana milioni yake 50 60, yeye kule atavuna vizuri tu. Lakini ana kiwanja nje ya mji. Twende labda Kibaha, Chanika huko mbali. Unajua Chanika kule kwa makamu wa rais mstaafu mpaka ufike hapa sio chini ya kilomita 30. Sawa, ni mbali. Kama umejenga kule kwa lengo la kupangisha watu upate fedha ya kukusaidia wewe kuishi, sawa, utajenga hiyo nyumba yako ya milioni 50. Lakini mtu anakuja kupanga pale anakuambia mimi nitakupa 1,500,000. Sawa? Wakati hiyo milioni 50 ungeiwekeza UTT kwenye mfuko wa hati fungani ambao unakupa 1% kila mwezi. Una uhakika wa shilingi 500,000 kila mwezi. Hatukupi yote, inawezekana akakupa kwenye 450,000 hivi tuseme. Si haba kuliko umejenga nyumba ya milioni 50 alafu kodi 200,000. Sawa? Na unapotoka mpangaji A unaingia B, nachukua nipige rangi. Kwa hiyo huwa nawaambia hivyo, piga hesabu zako vizuri. Ukiona nyumba inakulipa, kawekeze kwenye nyumba. Lakini kuna UTT ambayo yenyewe haina stress kabisa. Kwamba imefika zile tarehe mzigo wako upo kwenye account. Wala huna haja ya kupiga simu hapa, mbona mjaniwekea? Mzigo umeingia kwenye account, unafanya mambo yako. Sawa? Lakini mwisho wa siku huwa nawaambia kupanga, kuchagua. Mimi nimekuelimisha, hujaniamini, njoo kama uko Dar es Salaam, njoo Sukari House. Waulize, utamwona Rahim, utamwona Mbaga, utamwona Grace na wengine wengi, kwamba jamani, huyu kaniambia 1 2 3, ukweli ukoje? Akijiridhisha aweke hela, akiona mbona hapa sielewi, basi afanye maamuzi mengine, kwa sababu hela ni ya kwake. Sasa Mr. Charles, tunamalizia, una sekunde kama 30 wa Tanzania wanakutazama sasa hivi. Wewe kama ni mtoaji wa elimu kuhusiana na masuala ya fedha, au sivyo? Ungependa kuweza kuambia nini hasa wa Tanzania kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS? Gari limewaka. Sawa, kwa maana sasa hivi taarifa nyingi tunazipata viganjani kuhusu uwekezaji. Kwa hiyo cha kufanya, tafuta taarifa sahihi, anza kuwekeza. Na kwenye kuwekeza usiwekeze kwa mkumbo. Lakini tukirudi UTT AMIS, moja, sisi tuko kwenye gemu miaka mingi, zaidi ya miaka 20 sasa. Kwa hiyo maana yake ni wazoefu, tunajua hii hela tumeichukua kwa fulani na fulani, tukiiwekeza pale na pale italeta matokeo mazuri. Kwa hiyo hii inajenga imani kwa Watanzania, na ndio maana ukiingia hapa mapokezi kila siku watu wengi. Nenda Mlimani City kule watu, nenda Morogoro, nenda Mwanza watu. Maanake nini? Watu wameamini na wanajua kabisa kwamba tukiweka mzigo hapa ni eneo salama. Kwa hiyo mimi niwakaribishe. Uzuri hapa madarasa yako kila siku kabisa. Mtu ajifunze, aridhike, akiridhika atauliza maswali yake, baada ya hapo anafanya maamuzi. Sawa. Naam, huyo ni mtoaji wa elimu kuhusiana na masuala ya fedha, Mr. Charles Ligonja. Ameweza kutoa elimu katika nyanja mbalimbali kwa wastaafu, wanafunzi, vijana, watu wote, kwa Watanzania na wasiokuwa Watanzania. Tuje tuwekeze katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia taasisi salama, lakini vile vile kuja kuwekeza UTT AMIS, kumbuka unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Wewe ambaye leo hii umeweza kupata pensheni yako, inawezekana hata babangu mimi au mamangu labda anaelekea kustaafu, inawezekana unapata mzigo wako. Angalia sehemu gani ambapo unataka kwenda kufanya biashara yako. Je, ukiona biashara yako kama saa nyingine hivi umeshauriwa haina nili, njoo uwekeze katika taasisi ambayo ni sehemu salama, lakini vile vile utapata faida na hiyo pesa yako ambayo unakuja kuwekeza hapa, lakini mwisho wa siku utakuja kuwaambia na wengine. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye Kidimdim Mwandila. Nikushukuru sana Mr. Charles. Nafikiri kwamba wakati mwingine nitakuhitaji kwa sababu najua eneo hili ni pana kubwa sana na elimu wa Tanzania kidogo sana. Naamini kwamba Watanzania kupitia Kijiwe Mchongo watakuhitaji uweze kuwapa elimu hasa kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Naam. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.